Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara amewataka watumishi wa Mungu na wachungaji wa makanisa yaliyopo ndani ya jumuiya hiyo kuhubiri Injili bila kujali changamoto, huku akiwataka waumini wa makanisa hayo kuwa wavumilivu na kuchukuliana mizigo. Wito huo umetolewa na mchungaji Petro William Pilikanile wakati wa ufunguzi wa kongamano la maombi lililofanyika katika kanisa la Mtakatifu Bartolomayo lililopo mtaa wa Mangaka wilaya Nanyumbu, ambapo zaidi ya makanisa 7 yameshiriki tukio hilo na kuimba nyimbo mbalimbali. Dhamira ya jumuiya hii mwaka huu kutembea katika ofu ya Mungu ni ya kuhubiri zaidi. Kiwango cha kuhubiri watu wamehubiri sana, lakini bado haitoshi kulingana na hitaji na nyakati tunazozitembea nazo. Dunia hii ya sayansi na teknolojia ambayo inahitaji tuhubiri kwa sayansi na teknolojia ili kuendana na uelewa wa wale waumini tuliokuwa nao. Swala la kuhubiri swala la wote, la kila mwanajumuiya ya Kikristo. Kama tunavyosema kwamba dhamira ya kuunganisha jumuiya yetu ni ile ile maono ambayo yatembea naye Kristo ya kuwa kanisa moja na mchungaji mmoja. Tunapoelekea kutafakari sana kauli mbiu hii mwaka huu 2026 ambayo waasisi wetu wametuwekea, tutafakari pia kutembea katika hali ya kuchukuliana na kusameheana. Pamoja na magumu mengi ya kiinjili tunayoyapitia, pamoja na changamoto mbalimbali na vikwazo mbalimbali za kuhubiri kwetu, lakini tunayo kila sababu ya kumtegemea Mungu, kumkimbilia Mungu, kuvumiliana, kuchukuliana na kusameheana. Jambo la jumuiya la Kikristo si jambo la mchungaji peke yake, ni jambo la watu waumini wote. Sisi waumini wote tuna fursa ya kuunganika kwa kuwa hata Kristo ni mwili mmoja. Akihubiri katika ibada iliyoambatana na maombi, Danford Joseph Kondele, mchungaji wa kanisa Anglikana Lukula, ameeleza namna ambavyo watu mkosa Mungu kwa sababu ya kutokuwa na umoja baina yao, huku akiwasisitiza kuombea amani katika familia zao. Watu tunasumbuka katika maisha yetu kila siku, na hapa pia nyakati zingine watu wanalazimisha baraka, na nyakati hizi watu wengine wanakwenda kumkosa Mungu. Lakini Biblia inasema ya kwamba kwenye umoja ndiko Bwana alikuamuru nini? Baraka. Na anataja tena uzima hata milele. Kuna nyakati mwingine unaweza kupita kwenye mazingira magumu, liwe ni mafanikio katika maisha, liwe ni amani katika nchi, amani katika familia, amani kwenye kanisa, amani wakati huu unapokwenda kuitafuta inaweza ikatoweka kabisa, pasiwe na amani. Lakini maandiko yanatuambia kwamba kwenye umoja Mungu ameamuru pia uzima. Aidha, katibu wa CCT wilaya Mangaka mchungaji Joseph Kikoti ameeleza namna walivyofanikisha tamasha hilo, huku mchungaji Petro William akieleza mikakati waliyojiwekea kuwahudumia watu kupitia tamasha hilo. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa ajili ya tamasha hili la leo, tamasha ambalo limekuwa tamasha la baraka kwetu na ambalo lilikuwa na mlengo mkuu wa maombi na neno la Mungu, lakini pia ni tamasha ambalo limekuwa likituandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea pale Lindi kimkoa, lakini pia pale Njombe kitaifa. Na ni tamasha ambalo tumejifunza mambo mengi kupitia neno la Mungu, wakitufundisha kushikamana, kuwa na umoja, lakini pia tukazungumzia kwa habari ya maombi, namna gani alivyokuwa ni moyo wa kanisa, ambavyo anaweza akaliunganisha kanisa, lakini kanisa likapata nguvu katika maombi. Kipekee niendelee kuwashukuru Upendo Media kwa moyo wenu kwamba mnatufikia mpaka mbali huku vijijini, mbali kabisa. Hii inaonyesha namna gani Upendo Media mlivyojipanga kuwafikia watu bila kujali madhehebu yao, bila kujali makanisa yao. Katika hili tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu Upendo Media na kabineti yetu yenu nzima. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, hasa kipekee tuendelee kuwashukuru sana, na Mungu endelee kuwatunza na kuwaongeza sana, na akilinde chombo hiki kwa ajili ya injili ya nyakati za mwisho. Hii leo ni mara ya 3. Kila mwaka tunakuwa tunakutana, tunafanya ile kongamano, na mimi toka nipate dhamana hii mwaka jana nilianza, na mwaka huu tunaendelea, lakini mwaka wa jana baada ya lile tuliendea lile la mkoa ambalo lilifanyika kule Newala. Hili limekuwa na mafanikio makubwa sana. Kongamano hususan katika mahudhurio ya watu, lakini pia tumeona namna hata kwaya zetu zilivyokuwa nyingi safari hii kulikoni mwaka wa jana. Kwa hiyo nimeona tamasha hili limechukua sura ya kipekee lenye ustawi, na kwamba jambo hili linakwenda kwenye kueleweka mioyoni mwa wengi ambao hawalikuwa hawaelewi. Nao baadhi ya washiriki wa tamasha hilo, akiwepo mwenyekiti wa CCT idara ya vijana wilaya Nanyumbu Adriana Rajabu Mbesigwe, Janet Sesi Lulemula na Joseph Clofas Mkumbila, wameeleza namna alivyohudumiwa.
Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu ya tukio hili la kufurahia au kusherehekea sikukuu yetu ya wilaya ambayo imeambatana na misa au ibada mzuri na uimbaji. Kwa kweli tumemwona Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa uwepo wake na kwa kututumia ili tuweze kuunganika kuwa mwili mmoja wa Kikristo. Ni miongoni mwa waumini ambao wamehudhuria ibada hii ya CCT wilaya. Kwa upande wangu mimi nimejisikia vizuri na naomba ibada hii iwe iendelevu kila mwaka, kwa sababu na mengi tunayojifunza, uimbaji, hata utoaji na hata ile nguvu ya maombi. Ni ibada nzuri ambayo inatukutanisha waumini wa makanisa mbalimbali na tunajifunza kwa pamoja. Kwa maana ibada hii inatujenga umoja na ushirikiano wa makanisa yetu. Kama tujuavyo, amani ya nchi yetu inajengwa na vyombo vya ibada, hasa makanisa. Tunawashukuru pia wachungaji wetu wote kwa kushirikiana vizuri katika tamasha hili. Tumelishwa neno la Mungu, tumefurahi. Nikiripoti kutoka wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara, Kanisa Anglikana Mtakatifu Bartolomayo mtaa wa Mangaka, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.